بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. Ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada rahma kipenzi chetu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunaendelea na utaratibu wetu wa kukumbushana juu ya masala yanayofungamana na ibada zetu. Na kwa kipindi hiki bado tupo katika mlango wa saumu ambayo ni miongoni mwa nguzo kuu za Uislamu. Na nyuma hapo kidogo katika darasa yetu iliyopita tulikumbushana juu ya vibatilishi vya saumu, lakini pia tukakumbushana juu ya yale mambo ambayo yanayoifisidi saumu, kwa maana kwamba unahesabika kuwa wewe umefunga, lakini huenda ikawa thawabu ikawa ni chache au ikawa hauna, kutokana na yale ambayo utakayokuwa umeyafanya. Kwa hiyo hayo pia tukatahadharishana nayo, lakini pia tukayaangalia mambo ambayo hata kama ukiyafanya saumu yako inakuwa bado iko hai. Kwa hiyo tukiendelea katika mtiririko huo, leo tutaanzia katika kauli ya kisheria inayosema wal aqlu fi jami'i nahar, wal aqlu fi jami'i nahar. Mfungaji anatakiwa ili saumu yake iweze kusihi awe na akili timamu katika mchana mzima ule wa saumu, awe na akili timamu katika mchana mzima ule wa saumu. Falau janna fi nahar batala saumahu, lau kama atatokewa na mtihani akapata uendawazimu katika mchana ule wa saumu, basi moja kwa moja itakuwa saumu yake imebatulika. Lakini pia kipengele cha sheria kinatueleza wala yadurru al-ighma'u was-sukru in afaqa lahdha, na hakutokuwa na madhara yoyote kama endapo mfungaji atapata ile hali ya kuzimia au na kuchanganyikiwa kidogo, sio uenda wazimu, bali ile hali ya kuchanganyikiwa kidogo, lakini iwe ni kwa muda mfupi, lahdha minan nahar, yani muda mchache, muda ule ambao ni wa mchana wa mwezi mtukufu wa Ramadhani au katika ule mchana wa saumu. Kwa maana kwamba kama endapo hali ile itakwenda mpaka ule muda wa kufuturu wa adhana, basi moja kwa moja itakuwa saumu yake imebatilika. Lakini kama endapo itakuwa hali ile haikufika ule muda wa kufuturu, basi moja kwa moja itakuwa saumu yake imesalimika. Lakini pia sheria inaendelea kutueleza kuwa wayumaru bihi sabi li sab'i, hii ibada ya funga kwa kuwa ni nguzo, bila shaka wewe ulirithishwa na wazazi wako, walikupa mazoezi tangu ukiwa ni mdogo,
Kwa hiyo kadhalika hivyo hivyo inatakiwa umwamrishe mtoto wako kufunga akifikia umri wa miaka 7, wayadhribu alaiha bitarkihi, lakini pia vile vile itatakiwa amwadhibu huyo mtoto kwa kuacha kufunga li'ashri akiwa na umri wa miaka 10. Na hii inafanana kama vile vile katika ibada ya swala. Mtoto inatakiwa anapokuwa na umri wa miaka 7 tayari umwamrishe juu ya swala la ibada ya kuswali, lakini pia anapofikia umri wa miaka 10 basi unatakiwa kumwadhibu kwa kuacha ibada ya swala. Kwa hiyo kadhalika hivyo ndio ibada pia ya somo. Lakini katika ibada ya somo kumekuja kipengele kimoja tu juu ya yule mtoto ambaye umri wake ni miaka 10, in ataqahu, kama endapo akiimudu ile somo. Yani kama endapo unajua kwamba huyu somo haimsumbui kitu chochote, basi huyo ndiye atakayeadhibiwa. Lakini kama endapo utaona kwamba haimudu sawa sawa, basi unatakiwa uende naye katika ile hali ya hekima. Almuhimu kwamba asiachwe kupewa mazoezi juu ya ibada takatifu hii ya somo. Kwa inshallah leo tutaishia hapo, isipokuwa kwa sababu kuna maswali mawili yaliulizwa kupitia kwenye mtandao. Nitaomba kwamba niyajibu kwa sababu ni miongoni mwa wale wafuatiliaji wa Masjid Songea TV. Huyu mmoja ni mwanamke, yeye ameuliza pamoja na malalamiko ndani yake. Anasema kwamba yeye anafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini mume wake hafungi. Na huyu mume wake huyu, yeye kwa sababu anamfahamu hana tatizo lolote, si mgonjwa, si msafiri, si chochote, yani ameamua tu uaswi. Sasa anapokuwa amefika nyumbani pale, huwa anamuuliza mke wake kwamba je, umenipikia chakula cha mchana? Ambia hapana, mimi sijakupikia, tutakula wote jioni muda wa kufuturu. Hapana bwana, hii masala hayo usiniambie, mimi sijafunga, wewe umefunga, ni wewe. Mimi nahitaji ninaporudi nyumbani hapa nikute chakula chako cha mchana, wewe utaendelea na somo yako. Sasa ndio anauliza kwamba je, mimi ni halali kwa huyu mume wangu mimi kumpikia mchana wa Ramadhani? Jibu linakuja kwamba hivi, sio jambo la sawa sawa hata kidogo. Na wewe mwanamama, wewe unatakiwa kutumia hekima yako yoyote, almuhimu kwamba usiingie katika jambo kama hilo, kwa sababu mwanamama wewe, kama endapo utamfanyia hivyo mumeo, hii moja kwa moja inaonyesha kuwa umeamua kumuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na moja kwa moja kufuata amri ya kiumbe. Na kama vile tunavyoambiwa ya kwamba la ta'ata al-makhluq fi ma'siyati al-khalq, hakuna kabisa taa ya kumtii yule muumbwa kwa kumuasi muumba. Kwa hiyo moja kwa moja mwanamama wewe unatakiwa ukatazike juu ya jambo hili, na wala usimpikie. Lolote litakalotokea basi nalitokee tu, hilo Mwenyezi Mungu ameandika. Afadhali ingekuwa wewe mwanamama anakuamrisha huyo mumeo katika jambo ambalo ni la sunna. Yani mfano, hata mwanamke kule kufunga kwake siku ya Jumatatu na Alhamis, pia anatakiwa aombe ruhusa kwa mumewe. Bwana, mimi kesho nafunga, je vipi? Funga, hakuna neno. Bwana usifunge. Huenda ikawa mwenyewe ana ratiba zake, anahitaji kurudi mchana kwa ajili ya kupumzika na mke wake, lakini tu sio katika ibada ya somo ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo hapo mwanamama moja kwa moja usikubali. Lakini pia swali la mwisho ambalo ni la pili, huyu mwanamama yeye anasema
anaombwa tendo la ndoa na mume wake mchana wa saumu, na yeye huyu mwanaume akidai kwamba ni haki yake hiyo ya msingi, sheria inatueleza kwamba ndiyo ni haki yake ya msingi, lakini inaonekana kwamba huyo ndugu yetu hajitambui. Yaani kwa yote ambaye atakayekuwa ni mwenye kuomba kitu kama hicho, basi ni kwamba hajitambui. Kwa hiyo tu ni kwamba inatakiwa ajitambue. Wewe usije ukampa haki yake hiyo mchana wa mwezi mtukufu wa Ramadhani hata kidogo, usije ukathubutu. Lakini pia kwa wewe mwanamke, kule kukataa kwako utakuwa umemnusuru huyu mume wako huyu katika mambo mawili. Jambo la kwanza, utakuwa umemnusuru kwa maana kwamba ile adhabu ile ya kufunga miezi miwili mfululizo, ina maana kwamba siku 60 pamoja na ile siku nyingineyo ambayo alikuwa ameiacha, moja kwa moja itakuwa ni mwenye kumwepuka. Hili ni jambo la kwanza. Lakini pia vile vile itakuwa ni miongoni mwa sababu za wewe kwa kwamba huyu unamuelimisha. Pia vile vile hili nalo linaingia. Kwa hiyo usije ukakubali wewe mwanamama kwa huyu mume wako yeye ukampa tendo la ndoa mchana, ijapokuwa kwamba ni haki yake. Ni haki yake, hiyo ni amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, imeruhusika baada ya kufuturu, basi mambo hayo yaendelee, lakini si katika mchana wa somo. La mwisho, tahadhari. Ilishawahi kutokea, nafikiri kama sio mwaka juzi, basi ni mwaka mwingineo nyuma yake uliopita. Kuna mtu na mke wake. Hawa mtu na mke wake, mume yeye alifunga kwa mujibu wa mwezi wa kimataifa, yani ina maana kwamba alitangulia kufunga. Alafu kisha baada ya hapo mke naye yeye alifunga kwa mujibu wa mwandamo wa mwezi wa hapa nchini. Sasa ilipofika ile siku ya Idi, kwa wale ambao waliokuwa wametangulia, ile siku ya Idi anamhitaji huyu mke wake afanye naye tendo la ndoa mchana, kwa sababu yeye kwake ni Idi. Sasa kiukweli huyu mwanamke naye sasa ikawa anagoma, mimi niko kwenye somo hapa. Sasa ikawa ni mabishano makubwa kiasi ambacho mpaka kupelekea kwenye hali ambayo ni mbaya. Lakini hapa mwenye makosa ni huyu mwanaume, kwa sababu wewe umefunga kwa kuangalia mwezi huo kimataifa huu. Unajua kabisa kwamba mke wako huyu yeye naye leo yuko kwenye ibada ya somo. Kwa nini usiheshimu ile ibada ya somo ile kama ile? Ni matamanio gani ambayo wewe unashindwa kuvumilia japo hata siku moja? Kwa nini usiheshimu? Lakini pia vile vile inaonekana kwamba huyu mtu yeye anashindwa kuelewa kwamba ile hali za ikhtilafu ni vitu ambavyo vipo, kwamba huyu kaelewa hivi na huyu kaelewa hivi. Kwa hiyo heshimu ule msimamo wa mwenzio, lakini sifikie mahala kwamba wewe ukajiona kuwa uko sahihi kuliko yule, kwamba mimi nahitaji tendo la ndoa. Hayo ni makosa, tena ni makosa ambayo ni makubwa sana. Kwa hiyo tuweni na tahadhari juu ya hali kama hizi. Yoyote yule ambaye atakayeona mke wake wanakwenda tofauti katika ile hali ya kufunga, huyu kaanza jana, huyu kaanza leo, basi kila mmoja amheshimu mwenzie kwa mujibu wa msimamo wake. Allahu wa rasuluhu a'lam.